Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Nipo kukukumbusha mtu wa Mungu kwamba wakati tuliopewa na Mungu ni wa thamani sana. Yaani uko hai hivyo, umepewa huo wakati, ni wa thamani sana. Ni wa thamani mno ambao unapaswa utumie vizuri kwa kuhakikisha kwamba unatengeneza njia zako zikae sawa mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajua wazi kwamba Mungu yeye anaoperate kwenye eternity, yani umilele. Ndio maana hana mwanzo wala mwisho. Lakini ukiangalia upande wa malaika, malaika ambao mpaka sasa ni malaika wa Mungu, pamoja na malaika ambao waliasi pamoja na shetani, wao ni everlasting kwa sababu wao wana mwanzo ila hawana mwisho. Yaani ni kwamba wao waliumbwa ila hawafi, ni immortal. Unaona? Kwa hiyo wao wanaoperate kwenye everlasting. Sisi wanadamu tunaoperate kwenye time, kwenye muda. Ndio maana kwenye muda huu sasa ndio tunaweza tukatengeneza, tunaweza tukarekebisha mambo, tunaweza tukatubu. Kwenye muda tunaweza tukatubu, lakini nje ya muda hauwezi kutubu. Ndio maana shetani alipoasi pamoja na malaika wake hawana kuwa na uwezo wa kutubu, kwa sababu kule hakuna msamaha tena. Kwa hiyo ndio maana nakukumbusha mtu wa Mungu kwamba wakati huu tuliopo kwenye muda ndio wakati unaofaa. Ndio maana neno la Mungu linasema kwamba wakati uliokubalika ni sasa na saa ya wokovu ni leo. Kwa nini? Ukisoma Waebrania 9:27 neno la Mungu linasema kwa kuwa tumewekewa kuishi mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Baada ya kufa ni hukumu. Kwa sababu gani? Ukishatoka kwenye haya maisha ambayo tunaishi ndani ya muda, unakuwa hauna uwezo tena wa kuomba msamaha. Unakuwa hauna uwezo tena wa kuomba toba. Unakuwa hauna uwezo tena wa kuipokea neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Huwezi kupokea neema ya Mungu ambayo imefunuliwa kupitia kifo cha mwanae Yesu Kristo. Hauna uwezo kwa sababu umeshaingia tena kwenye maisha ambayo hauwezi kutubu dhambi zako. Kwa hiyo ndio maana ukumbusha mtu wa Mungu ambaye unahitaji kuurithi uzima wa milele, hakikisha unatubu dhambi zako na unaishi kwa utakatifu, kwa sababu baada ya kifo ni hukumu, hakuna msamaha tena. Na Biblia inasema wazi kwamba njia ya kwenda mbinguni ni moja tu, ambayo ni Yesu Kristo pekee. Kwa hiyo kama haujampokea Yesu Kristo, tafakari hiyo njia inakupeleka wapi. Maana yake inakupeleka mahali ambako sio sahihi. Ikiwa Yesu alisema njia ya mbinguni ni moja tu, maana yake kama unapita nje yake Yesu, maana yake unapita njia ambayo sio sahihi. Na ukumbusha mtu wa Mungu, wakati wa kutengeneza ni sasa. Na ubarikiwe sana.